Asubuhi ya leo napenda kuzungumza na wewe katika lile neno ambalo Mungu amenipa. Kichwa cha somo letu kinasema hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ndio kichwa cha somo letu. Fungua kitabu chako au fungua Biblia yako katika Mambo ya Walawi mlango wa 10 mstari wa 1 mpaka 5 na 8 mpaka 11. Mambo ya Walawi mlango wa 10 mstari wa 1 mpaka 5 na mstari wa 8 mpaka 11. Nitasoma katika jina la Yesu. Na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba na wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele ya Bwana na ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Ndipo Musa akamwambia Haruni, jambo hili ni hilo Bwana alilonena akisema, nitatakaswa mimi katika hao wanikaribiao, nami nitatukuzwa mbele ya watu hawa wote. Haruni akanyamaza kimya. Musa akawaita Mishaeli na Elisafani wana wa Uzieli mjombaye Haruni na kumwambia, njoo karibu, mwachukue hawa ndugu zenu, mkawaondoe hapa mbele ya maskani, mwende nao nje ya malago. Basi wakaja karibu na kuwachukua hali wamevaa nguo zao, wakawachukua nje ya malago kama Musa alivyosema. Mstari wa 8, kisha Bwana akanena na Haruni na kumwambia, usinywe divai wala kileo chochote, wewe wala wanao pamoja nawe, hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutanikia, ili kwamba msife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu, kisha mpate kupambanua kati ya yaliyo matakatifu na hayo ya siku zote, na kati yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Tena mpate kuwafundisha wana wa Israeli amri hizi zote ambazo Bwana amewaambia kwa mkono wa Musa. Kama ambavyo nimesema katika utangulizi, asubuhi ya leo nataka nizungumzie kuhusu hofu ya Bwana au hofu ya Mungu. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi, mara wengine huwa hawaelewi mambo ya Walawi ni mambo gani. Lakini kimjumla kitabu hiki kinazungumzia huduma ya kabila la Lawi katika nyumba
ya Mungu. Huduma ya hawa watu wanaitwa Walawi katika nyumba ya Mungu. Hawa Walawi au Lawi, ndugu yetu hapa anaitwa Lawi hapa. Hebu nyosha mkono wako. Yule pale anaitwa Lawi. Jina zuri. Lawi lilikuwa kabila mojawapo la wana wa Israeli. Katika makabila 12 kulikuwa na kabila linaitwa kabila la Lawi. Sasa Mungu alipowatoa wana wa Israeli kutoka Misri na akawaokoa, aliyagawanya makabila haya katika kila kabila katika shughuli zao. Lakini Walawi wao walitengwa ili waweze kumtumikia Mungu kwenye ibada. Wale waliokuwepo hapa Jumatano nilizungumza kuwa yes, Mungu baada ya kuwaokoa wana wa Israeli, kitu cha kwanza kabisa pale Sinai aliwapa amri 10 ili waweze kuenenda na kutembea katika utakatifu wa Bwana. Mungu aliita taifa la Israeli liwe tofauti kabisa na mataifa. Ndio maana leo anawaita watu ambao wameokolewa wawe taifa tofauti na mataifa na mengine na watu wengine. Kwa hiyo hawa Walawi kwa hiyo tulisoma kwamba aliwatenga Israeli, lakini zaidi ya hapo akatenga taifa moja wapo liwe tofauti na makabila mengine alipewa jukumu lingine, lakini wao hawa ndio waliosimamia mambo ya ibada, mambo ya kumwabudu Mungu, ndio walioongoza. Kwa maneno mengine, hawa ndio walikuwa viongozi wa kiroho, ndio walikuwa wanaliongoza taifa. Wengine walikuwa wanajeshi, lakini hawa walitengwa ili wamtumikie Mungu. Lakini ndani ya Walawi hawao, kwa ujumla Walawi wote walikuwa makuhani tu pamoja, lakini pia kulikuwa na makuhani wakuu au kuhani mkuu. Kuhani mkuu hawezi kutoka kabila lingine, anatoka katika kabila la Lawi. Kwa hiyo ndio maana kitabu kinaitwa kitabu cha mambo ya Lawi, kinazungumzia juu ya kazi za Mungu, jinsi ya watu hawa Walawi, taifa hili wanavyoweza kumwabudu Mungu, wanavyoweza kumtumikia Mungu, wanavyoweza kuongoza wengine katika sifa, katika utukufu, katika ibada, katika kutoa dhabihu na sadaka. Watu wengine walikuwa hawaruhusi kutoa dhabihu, lakini hawa wanaotoka katika kabila kikuhani Walawi ndio waliokuwa wanafanya huduma hiyo. Kitabu cha mambo ya Lawi kina mambo 3 makubwa ambayo ndio kinasisitiza. Katika kitabu cha Walawi, kitu cha kwanza ni kwamba watu sasa wanawezaje kumwendea Mungu? Wanaweza kumwendea Mungu kwa njia ya sadaka ya damu. Wanapomwendea Mungu na dhambi zao na makosa yao, wanateketeza au wanachinja mnyama. Damu inapomwagika na yule mnyama anapoteketezwa, Mungu anawasamehe watu wale. Kwa hiyo kitabu hiki kinaeleza ibada, mambo ya dhabihu na kutoa sadaka. Kitu cha pili, kitabu hiki kinaeleza zaidi nidhamu ya makuhani, namna wanavyoweza kumwendea Mungu na kumwabudu Mungu katika uzuri wa utakatifu. Kinaeleza namna nidhamu inayotakiwa, nidhamu ya kiroho, nidhamu ya kimwili na nidhamu ya kimaisha ya kawaida, nidhamu ya watu hawa ambao wametengwa kutoka kabila la watu wengine ili wamtumikie Mungu. Kwa hiyo hawa Walawi walikuwa, kitabu kinaeleza namna ya nidhamu hiyo inavyoweza kufanyika katika nyumba ya Mungu. Lakini msingi mkubwa wa kitabu hiki ni utakatifu. Haleluya! Ni maisha ya utakatifu. Kinazungumzia kwamba watu ambao Mungu amewakomboa, watu ambao Mungu amewatoa katika Misri, watu ambao amewatoa katika uovu na dhambi, baada ya hapo wanapoishi na kuenenda katika maisha ya kila siku, wanatakiwa kuishi maisha matakatifu. Haleluya!
limetamkwa zaidi mara ya 80. Zaidi ya 80 limetamkwa neno la utakatifu. Utakatifu tunamaanisha nini hapa? Utakatifu ni kuwa umetengwa kwa ajili ya Bwana na si vinginevyo. Kama umeokoka, uko mahali hapa, Mungu anatutaka tuishi maisha matakatifu. Ina maana tumetengwa kabisa kwa ajili ya Bwana. Kule nyumbani kwako kuna vitu fulani umevitenga, ni vitu vya heshima, sivyo? Ni vitu tofauti, kama ni sahani, kama ni vikombe, vinatumika mara chache tu, vimetengwa kwa ajili ya Bwana. Hali kadhalika Mungu naye amekutenga wewe na mimi, haleluya. Tupo hapa kwa ajili ya Bwana, haleluya. Ndio maana kutoka kabila, kutoka mataifa, kutoka watu wa jamii mbalimbali, Mungu amekuona wewe, haleluya, ili upate nafasi ya kumwabudu, upate nafasi ya kumpa sifa na utukufu. Amekutenga ili uwe mtakatifu. Biblia inasema kwamba mtakuwa watakatifu kama nilivyo mtakatifu. Ndivyo alivyokuwa amelitaka taifa la Israeli. Walitengwa kwa ajili ya Bwana na si vinginevyo, na si vinginevyo. Kwa hiyo walikuwa wametengwa kwa ajili ya Bwana, wametengwa ili waishi maisha ya usafi, maisha ya usafi wa kiroho na mwili, maisha ya kutengwa, kujiseparate, haleluya, maisha ya kujitenga na maisha na dalili na hali zozote ambazo zinaweza kumuudhi Mungu. Wametengwa ili wamtii Mungu. Kwa hiyo katika kitabu hiki tunaona jinsi ambavyo wanafundishwa ili waweze kumtii Mungu. Sasa katika mlango wa 10 tumesoma habari za makuhani wawili, wanaitwa Nadabu na Abihu. Hawa vijana wawili walikuwa makuhani. Baba yao alikuwa anaitwa Haruni, na Haruni alikuwa ndio kuhani mkuu. Kuhani mkuu yeye ndiye alikuwa anasimama, alikuwa ndio kiongozi mkuu wa kiroho kwa ajili ya kusimama. Kuhani ni mtu ambaye anasimama, yani kwa mfano hapa yeye anasimama baada ya Mungu kukuombea, kukuweka mikononi mwa Mungu, kuomba rehema kutoka kwa Mungu. Kuhani mtu anayesimama badala yako. Ndio maana sasa tunaye Yesu Kristo ambaye amesimama mbele ya mkono wa kuume wa Mungu Baba, anaituombea, anaitwa kuhani mkuu. Lakini ukuhani wake mkuu ni zaidi ya ukuhani wa Haruni. Yeye ni ukuhani wa Melkizedeki. Kwa hiyo yeye anatuombea. Ndivyo ilivyokuwa kazi ya kuhani. Kwa hiyo Haruni alikuwa ndio kuhani mkuu, na hawa watoto wawili ndio watoto wake wakubwa, Nadabu na Abihu. Hebu sema Nadabu na Abihu. Kwa maneno mengine, kama angekuwa Haruni hayupo au amekufa, basi mmoja wapo angechukua nafasi ya ukuhani mkuu, ambaye ni nafasi ya juu kabisa ya kumwakilisha Mungu. Unasimama badala ya Mungu na wanadamu. Unachukua yaliyo ya wanadamu, unampelekea Mungu. Ndio maana hata sisi katika kitabu cha Petro mlango wa 2 anasema sisi ni makuhani wa kifalme. Tuna pamoja na ukuhani wa kifalme. Tumeitwa hivyo. Kwa hiyo kila mmoja ni kuhani ambaye sasa anaruhusiwa kumwendea Mungu. Kwa hiyo hawa vijana walikuwa na nafasi kubwa. Walikuwa watoto wa huyu kuhani mkuu. Katika mlango wa Kutoka 24 mstari wa 1 na wa 2, naomba tusome. Kutoka 24. Kutoka 24 mstari wa 1 na wa 2, alafu 9:11. Kisha Bwana
akamwambia Musa, kweeni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkamsujudie kwa mbali. Mstari wa 9 na 11. 9 na 11 anasema, ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli. Mstari wa 18, mstari wa 10, wakamwona Mungu wa Israeli. Chini ya miguu yake palikuwa kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wa wana wa Israeli, nao wakamwona Mungu, wakala na kunywa. Haleluya. Kuna kitu nataka nizungumze hapa. Kwa hiyo nafasi yao haikuwa ndogo. Unasikia? Nafasi yao kwa nini? Tunasoma katika kitabu cha Kutoka, kabla mambo hayajaharibikia, kabla ujeuri haujaingia, walikuwa wako wale watu ambao wanasimama kuwa karibu na Mungu katika maisha yao. Tumesoma katika mlango wa 24. Tumeona Biblia inatuambia kwamba Mungu akawaambia, njoo mnione. Ina maana ufunuo wake Mungu uonekane zaidi ndani yao. Mungu ajidhihirishe kwao kwa ukaribu zaidi. Mungu aonekane ndani yao kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo akasema njoo. Kwa hiyo tumeambiwa hapa kuonyesha kwamba walikuwa watu muhimu. Majina manne yametamkwa hapa. Biblia inasema kwamba walioenda kule mlimani, akasema mfike mpaka hapa, msiende zaidi ya hapo. Haleluya. Ina maana Mungu alikuwa na kiwango ambapo walitakiwa wafike, lakini wanafika mbele za uso wa Mungu. Biblia inasema walipofika pale juu, tumeona wametajwa. Pale mwanzoni tumeona wametajwa katika mlango wa mstari wa 1 na wa 2. Hawa watu ambao wana Abihu na Nabihu na Nadabu. Lakini tumeona hapa wanaotajwa kwa majina. Tumeona ametajwa Musa, ametajwa Haruni, ametajwa nani? Abihu, ametajwa na Nadabu. Hawa watu ndio katika mambo ya kiroho katika nyumba ya Israeli, ambao walikuwa wanawakilisha watu, walikuwa katika nafasi kubwa sana katika nyumba ya Mungu. Lakini pia na wale ngapi? 70. Kwa hiyo ukijumulisha hao wako 74. 70 ni wazee wa kawaida, lakini hawa ndio watu special ambao walikuwa na nafasi ya kumtumikia Mungu na kuwapatanisha watu. Maombi yao Mungu aliwapa nafasi ya kusimama badala ya watu. Lakini tunaona, kwa hiyo walikuwa na privilege, walikuwa na nafasi kubwa mbele za Mungu. Haleluya. Walikuwa na nafasi kubwa. Moja, tumekwambia kwamba walikuwa wana Haruni wakubwa wawili. 2, tunaona kwamba walikuwa na nafasi. Siku hiyo tumeona walifika kabisa, waliona mbingu kwa namna fulani. Tumeambia waliona ile sakafu ya kuti samawi. Walifika mbele ya Bwana na Mungu hakufanya lolote pale. Biblia inasema kwamba walikunywa na kula mbele za Bwana. Ilikuwa ndio ushirika wa kwanza, meza ya Bwana iliyofanyika kati ya watu hawa ambao ni watumishi wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona tunapoendelea kusoma, kwa hiyo tunaona kwamba hawa Abihu walipata nafasi. Kitu gani nataka kuzungumza hapa? Tunapokuwa, ni kweli tunapookoka, ni kweli tunapojazwa Roho Mtakatifu, ni kweli ambapo tuliokoka, inawezekana tumeokoka miaka mingi au michache, tunakuwa tumeguswa na tunaweza kugusa mambo ya kiroho ya ndani zaidi. Hawa Abihu na Nadabu na Musa walikuwa na cheo kimoja kabisa pale. Wamefika, wamepata privilege ya kumwendea Mungu na kula na kunywa mbele za Mungu mwenyewe. Ukisoma mstari ule wa mwisho ule. Kwa hiyo walikuwa wako katika kiwango kikubwa cha kiroho. Kwa hiyo wana nafasi ya kuwasiliana na Mungu, na Mungu aliwafurahia,
alikuwepo pale walipokula na kunywa. Tunajifunza nini hapa? Inawezekana tusipoangalia, hofu ya Mungu inapoondoka ndani yetu, tunaweza kusahau tulikotoka na sisi ni nani mbele za Bwana, na heshima ambayo Mungu ametupa kwa njia ya kutuokoa. Heshima ambayo Mungu ametupa, heshima ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Tusipoangalia, hofu ya Mungu inapoondoka, mambo mengi makubwa yanaweza kututokea yasiyotarajiwa. Hawa walikuwa viongozi wa watu ambao Mungu aliwateua. Mungu aliwachagua. Kwanza alichagua kabila la Lawi lote, lakini pia akachagua wachache wanaotoka katika nyumba ya Haruni ili wawe makuhani. Kwa hiyo walikuwa na nafasi kubwa. Hivyo basi, hawa ambao wameteuliwa na Mungu walihitaji viwango vikubwa vya kiroho. Hebu sema viwango vikubwa vya kiroho. Viwango vikubwa vya kiroho. Kwa hiyo wao hawawezi kulingana na watu wengine, kwa sababu wao wana nafasi ya kumwendea Mungu moja kwa moja. Wana nafasi ya kuomba upatanisho kwa ajili ya wanadamu na Mungu na Israeli iliyoharibika. Kwa hiyo wana nafasi, wao ndio wanaenda kulia. Wao ndio wanaweza kumwakilisha Mungu. Wao ndio wanaweza kusimama badala ya watu. Walikuwa na viwango vikubwa vya kiroho. Walitakiwa na wanatakiwa. Na kama ambavyo Mungu ametuita sisi ambao tumeitwa makuhani, tuna nafasi kubwa ya kuwa na viwango vikubwa vya kiroho katika maisha yetu. Haleluya. Kwa hiyo walikuwa na nafasi kubwa ya kuwa na viwango vikubwa vya kiroho. Sijui kitu gani kilitokea. Sijui kilitokea kitu gani. Tumesoma pale katika mlango wa 10 wa kitabu hiki. Tumesoma pale ule mstari wa kwanza na wa pili. Unasema hivi: na Nabihu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuagiza. Hebu sema moto wa kigeni. Moto wa kigeni. Haleluya. Wapendwa, hata baada ya kuokoka, kila siku tunatakiwa kutetemeka tunapoenda mbele za Mungu. Kila siku tunatakiwa kujikunguta. Hakuna ambaye atakuwa amefikia nafasi ya watu hao. Hakuna mtu ambaye amefikia kiwango cha mbele kabisa cha kuwa karibu na Mungu kama watu hao. Walikuwa wamefikia katika kiwango level ya juu kabisa. Kwa hiyo walihitaji uangalifu katika maisha yao ya kila siku. Walihitaji uangalifu katika njia zao. Walihitaji uangalifu jinsi wanavyomtumikia Mungu. Hawa hawakupigwa kwa sababu walienda kuzini huko, tu pamoja, au walikuwa wameenda kufanya mambo ya ovyo ovyo huko mtaani. Walipigwa ndani ya ibada. Hebu sema ndani ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Tatizo lao lilianzia mle mwenye ibada. Jaribu lao lilikuwa mle mwenye ibada. Haleluya. Hawakupigwa kwamba wamekamatwa wamefumaniwa ugoni. No. Hapa kwenye nini? Kwenye ibada. Hebu sema kwenye ibada. Kosa lao wamefanya nini? Wameleta moto nini? Moto wa kigeni. Waleta nini? Moto wa kigeni. Kumbe kuna uwezekano tunapomwabudu Mungu tukachanganya mioto. Hebu sema kuchanganya mioto. Tupo pamoja? Kuchanganya mioto. Hebu sema kuchanganya mioto. Tutakwenda kuangalia namna gani ambavyo tunaweza kuchanganya ukaingia moto wa kigeni mpaka Mungu akasirike kiasi hichi. Tupo pamoja? Watu ambao walikuwa karibu kabisa, Mungu anaonekana hajali. Mungu anaadhibu bila huruma. Tupo pamoja? Anaonekana hajali. Kitu gani kilimgusa? Haleluya. Kuna maeneo ambayo hatupaswi kumgusa Mungu. Ndio maana tunahitaji hofu ya Mungu katika maisha yetu.
Kila siku tuelewe kwamba sisi ni wanadamu tu, tumeokolewa kwa neema. Ndio maana tunaposimama kokote tulipo, tujitambue nafasi yetu kwamba Mungu ametuchagua sana kutoka kabila. Wewe Mungu amekuokoa. Kwa hiyo Mungu hana nafasi na mchezo katika nyumba yake. Mungu hana nafasi ya mchezo kwenye ibada yake. Mungu hana nafasi yoyote ya namna hiyo. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja kinaitwa Fear of God. Ameandika mwandishi mmoja maarufu, kama utapenda kufuatilia kwenye mtandao utakipata. Ameandika vitabu viwili. Kitabu kimoja kinaitwa Fear of God, kingine kinaitwa The Bait of Satan. Anaitwa John Bevere. Ni vitabu ambavyo vimesaidia kubadilisha watu. Anasimulia habari, siku moja katika huduma yake alialikwa kwenda Brazil, na alienda katika mji unaitwa Brasilia. Kwa hiyo walikuwa wamemwalika kwenye mkutano. Kanisa ambalo alialikwa lilikuwa na watu 6,000, ndio walikuwa na lilivyo kubwa kanisa. Kwa hiyo walimuita kwamba afanye semina kule. Watumishi wakamuita, wakamchukua kule uwanja wa ndege. Alipokuwa anapita anaingia, anaona worship inapigwa mle ndani, sio ya kawaida. Watu wanapiga vizuri sana. Akasema hapa nimefika pazuri. Akaingia ndani ya kanisa, wakamkaribisha, akaenda mbele. Alipoenda pale mbele, ibada inaendelea. Lakini alipokaa akaona ni kweli wanamwabudu Mungu, lakini ni kama kuna kitu fulani ambacho sio sawa. Roho yake ilikuwa haikubaliani na ile ibada jinsi inavyoendelea. Ina maana kuna vitu kama vya kimwili vipo pale. Lakini vyombo vinapigwa vizuri, waimbaji wanaimba vizuri, lakini kuna kitu ambacho si sawa anakiona. Akaendelea mle kanisani, akaona wengine wanapoimba, wengine wanaongea, wengine wanaambizana haya, wanaambizana maneno, wengine wanatoka nje, wengine wanaendelea. Nasema kanisa gani hili? Sasa imagine watu 6,000, kila mtu anaongea, unategemea kuna nini? Wamejaa. Mhubiri akakasirika kabla hajakaribishwa. Nasema pana nini hii? Nasema nifanyeje Mungu? Nitaanzaje kuhubiri mahali hapa? Akasimama. Mungu akamwambia, kemea jambo hili. Watu hawa wamekosa adabu mbele za Mungu. Wakati ambapo nataka kupita na kuwabariki watu hawa, wao wana mambo yao wengine, wamekuja na mambo yao wenyewe. Ni kweli wameokoka, lakini hawako sawa watu hawa. Kabla hajasimama akamuuliza mchungaji, haya mambo ni ya kawaida hapa kanisani? Asema ni kawaida. Sasa nifanyeje? Watu hawana heshima kwenye nyumba ya Mungu. Imagine watu 6,000, una imagine kanisa linakueje? Aliposimama alisema, mnamtumikia nani? Mnamuelewa Mungu aliyeumba mbingu na nchi? Mmekuja kufanya nini hapa kwenye ibada? Si afadhali mngebaki nyumbani? Je, mnaelewa watu wanapokusanyika mimi nakuwa katikati yao? Je, mnaelewa hapa mnapokusanyika mimi huwa naponya wagonjwa na kufungua watu mnapokuwa hapa? Nyinyi mnafanya vitu gani hapa? Saa nzima hakuhitaji kuita watu. Karibu nusu ya kanisa, sasa watu 6,000 walipita mbele, wanatubu na kuungama, wanalia machozi, wanaomba yale maombi, jinsi Mungu alivyogusa mioyo yao, walivyotambua jinsi ambavyo hapo wakashuka, wakaanza kulia, na Roho Mtakatifu akashuka. Roho Mtakatifu anashuka mahali ambapo pana toba la kweli.
Na wale watu walitambua kosa lao, wakatambua kwamba kumbe wanapokuja ndani ya nyumba ya Mungu au wanapokuwa mahali popote, na kama ambavyo tumeambiwa makuhani wanatakiwa kuishi katika viwango vyao vya kiroho vinatakiwa kwa juu, wao sio watu wa kawaida. Nataka nikueleze asubuhi ya leo, mama na baba, wewe sio mtu wa kawaida. Mungu aliyekuokoa amekuweka katika nafasi sio ya kawaida. Kwa hiyo unapotembea, unapoishi, unapojua juu ya wokovu, usiwe na nafasi ya kuleta vitu vingine ndani ya maisha yako ambavyo vitasababisha Mungu asiwe na furaha na wewe. Basi alipoomba yule baba, alipoomba, Roho Mtakatifu akashuka. Sasa yeye alikuwa ameomba tu, akaomba rehema. Watu wale, Roho wa Mungu alishuka. Anasema kukatokea sauti kubwa kama mvumo, kama ndege ilikuja, kelele kubwa, uwepo wa Mungu ulioko pale pale. Watu wakafikiri labda ndege imepita huko juu, lakini Mungu alikuwa analitembelea kanisa lake kwa ajili ya kulitakasa. Haleluya. Lakini wao waliposikia ujumbe walitii, walimwona Mungu. Yeye akasema kwamba Mungu anatakiwa kuogopwa. Mungu si mtu wa kawaida. Kwa hiyo tunapokuwa popote, tunapokusanyika, tuelewe kwamba Mungu ana sababu na maisha yetu. Kwa nini umetoka kwa nyumbani kwako? Asubuhi umeoga, umenawa, umefanya vitu vyote, umekuja kufanya nini hapa? Je, hakukuwa kuna mambo mengine ya kufanya? Ndio ilikuwa kufanya, lakini kwa sababu umekuja kumwabudu Mungu, ulifanya hilo. Hebu sema nitalifanya hilo. Haleluya. Haleluya, nitalifanya hilo. Kwa hiyo tunaona hawa watu walitakiwa wawe na viwango vikubwa vya kiroho. Tumeambiwa hapa akachukua chetezo. Vyetezo ilikuwa ni vitu vya kufanyia ambapo wanafukiza uvumba. Nyinyi ambao umetoka kwenye makanisa yale ya Catholic mnaelewa vile vyetezo vile. Siwa inafanya hivi. Alafu moshi unafanya nini? Unatoka. Tuna pamoja. Kwa hiyo hawa katika patakatifu sina muda wa kueleza sana, lakini mahali panapita patakatifu palikuwa na madhabahu. Inaitwa madhabahu ya kutolea uvumba. Na hapo Harun peke yake ndiye alikuwa ameruhusiwa kutoa uvumba. Tupo pamoja? Harun peke yake ndiye alikuwa afanya nini? Alikuwa anaruhusiwa kutoa uvumba. Kwa hiyo hao watu wakachukua vyetezo wakati ambao sio unaoruhusiwa, kwa sababu kazi hii ni Harun peke yake alikuwa anatakiwa kufanya. Sijui kwa sababu ya ujana, sijui kwa sababu gani. Biblia inasema kwamba wakaleta vitozo vyao, wakaleta moto wa kigeni mbele za Bwana. Kumbuka nilipoanza somo hili nimekupeleka nyuma, heshima na cheo cha watu hawa kilivyokuwa. Hebu tujiulize, moto wa kigeni hapa ilikuwa ni nini? Unaitwa kwa Kiingereza wanasema unauthorized fire au strange fire. Ulikuwa moto wa kigeni ambao haupaswi, yani sijui umeingiaje katika nyumba ya Mungu. Moto wa kigeni. Biblia inazungumza huu moto ulitoka katika source au chanzo ambacho sicho Mungu aliagiza. Kwa hiyo ulitoka nao moto, sijui kwenye kambi lao, wakaja na moto wao wakaingia nao kwenye madhabahu ya Bwana ili kufukiza uvumba. Kwa kawaida maagizo ambayo Mungu alikuwa anampa Musa na Haruni, moto wowote unaotumika katika hekalu unatakiwa utolewe katika mahali pa madhabahu ya dhabihu ambapo dhabihu zinachinjiwa. Tukisoma katika Walawi 6 anasema moto usifanye nini? Usizimike. Tupo pamoja? Moto usizimike. Katika Walawi 6 mstari wa 13 anasema moto usifanye nini? Usiondoke, uendelee kuwaka. Kwa hiyo moto ulioko kwenye madhabahu ambapo ulikuwa unatekeleza maisha yote ulikuwa unaendelea usiku na mchana unawekwa. Kwa hiyo kama nabii, kama kuhani anataka kufanya ibada ndani ya patakatifu, ilitakiwa achukue moto unaotoka katika
ile madhabahu ili aweze kufukiza uvumba kule ndani. Kwa hiyo hawa watu wakachukua moto wao wenyewe waliojitungia. Hebu moto ufanya nini? Moto waliofanya nini? Walianzisha wenyewe, unaitwa moto wa kigeni. Kwa njia hiyo walifanya uasi, wakatoa uvumba. Wao walikuwa hawaruhusi kufanya hivyo, alitakiwa kufanya Haruni. Tunasoma hivyo katika Kutoka 37:9. Haruni peke yake ndiye alikuwa anaruhusiwa kutoa huo moto na si vinginevyo. Lakini wao sijui jana, sijui furaha iliwapata, sijui kitu gani, kiherehere. Hebu sema kiherehere tumemoja. Sijui kiherehere gani kilitokea, wakajiona wameingia, wanatoa moto. Tumesoma mstari wa 8 na wa 9. Anasema hivi pale Mambo ya Lawi. Bwana akanena na Haruni na kumwambia, usinywe divai wala kileo chochote wewe wala wanao pamoja nawe, hapo mwingiapo ndani katika hema ya kutanikia. Hawa vijana walikuwa wamekunywa. Hebu sema walikuwa wamekunywa. Wanakuja kuhudumu wamelewa. Tupo pamoja. Ndio maana baada ya hapo Mungu anaonya. Haleluya. Mungu anafanya nini? Anaonya. Anaonya juu ya hili, anawaonya. Anawaambia mtu yeyote anaingia sasa kufanya huduma ndani ya nyumba ya Mungu asiwe amelewa. Tupo pamoja. Hawa waliingia wamelewa. Kwanza wametafuta moto hawa usio na asili unatokana na madhabahu. Pili, wamekuja nini? Wamekuja wamelewa ndani ya nyumba ya Mungu. Tatu, wamekuja si wakati ambapo huwa inatolewa dhabihu. Maana kawaida Haruni alikuwa anaingia asubuhi na jioni kutoa uvumba. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu wamejiingia, au vijana kwa furaha zao wakaingia wakiwa wamelewa. Nikupe picha ilivyokuwa. Kulikuwa na curtain, kulikuwa na pazia lilikuwa linatenganisha patakatifu na patakatifu. Mahali ambapo ulikuwa unatolewa uvumba panaitwa patakatifu, kwenye madhabahu panaitwa patakatifu. Huko ndani kuna sanduku la agano ambao ni patakatifu pa patakatifu. Hapa patakatifu. Kwa hiyo hapa patakatifu ndio ibada hiyo ilikuwa inafanyika kila siku. Lakini huko ndani ibada ilikuwa inafanyika mara moja. Patakatifu pa patakatifu. Sasa hapa kila siku Haruni anakuja, anawasha uvumba, anamwabudu Mungu. Uvumba ni ishara ya kumwabudu Mungu, ishara ya kulitukuza jina lake, ishara ya sifa na utukufu, ishara ya kujikabidhi mikononi mwangu, ishara ya kujitoa tena kwamba nitaendelea kutumikia. Walikuwa wanafanya hivyo hapa. Lakini tunaona wakajishukulia wao wenyewe. Na hapa kwenye hapa hili pazia hili curtain lilikuwa limechorwa makerubi wenye upanga hapa. Yaani ukiingia hapa pale hilo pazia ambao uingie ndani, makerubi wameshika maupanga namna hii. Hao ndio waliowanyonga wa vijana. Tupo pamoja. Kwa hiyo tunaona Mungu alichukizwa sana mambo hayo, kuleta moto wa kigeni ndani ya nyumba, lakini kufanya huduma huku wamelewa. Tupo pamoja. Huku wamefanya nini? Wamelewa. Ni kukosa adabu, ni kukosa heshima, ni kukosa maana halisi. Kwa nini upo katika nyumba ya Mungu? Haleluya. Nadabu na Abihu walikosa hofu ya Mungu. Walikosa wanamtumikia nani. Napoendelea kuzungumza maneno haya, hebu angalia hofu ya Mungu kwako. Ni kweli umeokoka? Unampenda Mungu? Nasikia watu wanasema nina hofu ya Mungu, nina hofu ya Mungu. Ukiangalia si kweli, hana hofu ya Mungu, kwa sababu anayoyafanya hana hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu
inataka utambue Mungu ni nani kwako. Wokovu ambao Yesu ameleta kwako ni kitu gani? Tunaposema hofu ya Mungu, tuna maana nini? Kuhofu Mungu ina maana kwamba tunamwogopa, tunamheshimu, tunajua yeye ni mtakatifu. Kwa maneno mengine, hofu ya Mungu ni staha. Staha ni kicho, ni heshima, ni kuogopa Mungu. Maneno haya yalipokuja kwangu yaliniogopesha sana. Inawezekana katika utumishi wetu wa miaka mingi, mara nyingi watu wengi katika nyakati hizi, hofu ya Mungu imeondoka kwa sababu wamemtumikia Mungu muda mrefu. Utaona yale walioyakataa huko nyuma sasa wanayapenda. Yale waliokataa sasa wanafurahia. Sababu yake kubwa ni kwamba hofu ya Mungu imefanya nini? Imeondoka. Hofu ya Mungu imefanya nini? Imeondoka. Kama nilivyokuambia, hawa vijana walikuwa watu wakubwa. Kama nilivyoeleza, ungesema sasa Mungu si angezungumza nao kidogo tu, lakini Mungu hawezi kukubaliana upuzi wa namna hiyo. Hawezi. Mungu anataka tunapomwendea tuwe na staha, tuwe na kicho. Kicho Kiswahili cha kizamani, lakini kicho ni kushuka na kila siku kujitambua, na kila siku kujitambua kwamba mimi ni msafiri, nimeokolewa kwa neema tu, ni damu ya Yesu ndiyo inaniokoa. Kwa hiyo usije ukazoea kwamba wokovu niliokoka zamani umemaliza, lakini kila siku kwamba Mungu unanijua, unanifahamu, na kujiangusha mikononi mwa Mungu na kusema Bwana unitembelee tena, gusa moyo wangu, gusa maisha yangu. Kama kuna eneo lolote ambalo limekuwa kizuizi, limeondoa heshima yako mbele yako, sina kicho tena, haleluya, sina kicho tena mbele za uso wako, sina hofu ya wewe Bwana, naomba unirudishie tena. Nimekueleza wale watu waliposikia, wale wa Brasilia waliposikia ule ujumbe, Roho Mtakatifu aligusa maisha yao wote. Nusu ya kanisa walikuja wakasema, Bwana tunakuhitaji Bwana, tunataka kuendelea kukuheshimu na kukupenda na kukutumikia na kukuishia. Haleluya. Mtu ambaye ana kichwa cha Mungu ana adabu ndani ya nyumba ya Mungu. Mtu ambaye ana kichwa cha Mungu ana heshima ndani ya nyumba ya Mungu. Mtu ambaye ana kichwa cha Mungu na kuogopa Mungu anaheshimu yale ambayo yamekubaliana. Yule mtu ambaye ana kichwa na heshima ya Mungu hawezi kuyumba yumba katika yale ambayo Mungu amemwita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kicho na heshima kwa Mungu wetu. Haleluya. Kicho na heshima kwa Mungu wetu. Biblia inazungumza ni staha, ni heshima na kumwogopa Mungu. Tunaposema tuna kicho au tuna hofu ya Bwana, tuna maana tunatambua ufalme wake, mamlaka yake, kwamba yeye ndiye Mungu pekee, hakuna Mungu mwingine. Haleluya. Wiki hii nimeshuhudia watu ambao wana struggle. Uzima na mauti haviko mbali. Pamoja. Nimeenda hospitali kule, naona watu ambao uzima na mauti nini viko karibu. Ndio nikajitambua kwamba kumbe maisha yetu hatuyatawali wenyewe. Tuna yeye mwenyewe ambaye anatawala maisha yetu. Haleluya. Nimeona wana struggle, tuna pamoja. Kwa hiyo tunaenda tunaomba tu, lakini uzima na mauti pana nukta chache zinataka kuachana. Tuna pamoja. Mungu anayestahili heshima anataka tumheshimu. Tutambue kwamba yeye ndiye mwenye uwezo tu, mwenye nguvu zote. Ni mwenye nguvu na mamlaka kwa sababu ni muumbaji wetu. Nadabu na Abihu walionyesha tabia hizi: kutokujali na uzembe. Tuna pamoja. Si tunaendaga tu, si moto tu. Ndugu zangu, mambo ya kiroho yana taratibu zake.
Hebu Mungu atuvike moyo wa kumheshimu kila siku. Ndio maana machozi yamekaa kwa watu wengi, kwa sababu kicho na hofu ya kumwogopa Mungu haipo. Hebu imagine malaika wakuu mbinguni wanapomwendea Mungu huwa wanafanya nini? Wanainama, wanavua taji zao, na kila siku wanaimba bila kuchoka. Wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, mbingu zimejaa utukufu wako. Mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, mbingu zimejaa utukufu wako. Huo ndio wimbo wa kila siku. Wanamwelewa Mungu huyu. Haleluya, haleluya. Biblia inasema wanaanguka tena, wanachukua taji zao, wanaanguka, wanamwendea Mungu, wanaanguka, wanajiangusha tena, wanaendelea kusema mtakatifu. Wanajua Mungu ni nani. Hebu Mungu atupe ufunuo kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu nani, anastahili heshima kutoka kwetu, kwa sababu sisi ni viumbe tu ambao tumeumbwa. Wakaingia kwa kuzembea, mazoea ya kukaa katika huduma na katika nyumba ya ukuhani. Walifika wamezoea hapo. Ndio maana watu waliotoka kuokoka wanakoga na moto, lakini baadaye wanazimwa na watu wenye mazoea. Tupo pamoja? Nasema kumbe utaratibu ni huu. Lakini Mungu anataka kila siku tuwake moto. Haleluya. Hebu imba, sema washa moto ndani yangu. Washa moto ndani yangu. Mwambie washa moto ndani yangu. Washa moto ndani yangu. Moto huu usizimike. Haleluya. Yesu anapokuja asubuhi anakukuta uko na moto. Yesu anapokuja mchana anakukuta moto umewaka. Moto anapokuona asubuhi, jioni, moto unawaka. Ndani yako ni Yesu tu. Hebu sema ni Yesu tu. Haleluya. Kukuta kesho ni Yesu tu. Haleluya. Bado unaendelea kumheshimu. Usifike ukazoea. Hebu sema mazoea. Usizoe ibada. Usizoe nini? Usimzoe Mungu. Kuna mhubiri mmoja alikuwa anatembea katika upako mkubwa sana. Alikuwa akiomba. Mikutano yake Mungu alikuwa anamtembelea, watu walikuwa wanapona na kufunguliwa akihubiri. Kwa hiyo alikuwa anapendwa sana kukaribishwa na watu. Na watu walikuwa wanamkaribisha kwa sababu Mungu alikuwa anamtumia. Siku moja akaalikwa kwenye kanisa fulani. Wakaanza asubuhi. Mungu alitenda mambo makubwa sana kumtumia. Na watu walibarikiwa sana kwamba Mungu ametutembelea katika kanisa letu. Kwa hiyo mambo yalipokuwa mazuri, yenye baraka, na Mungu amefanya mambo makubwa kuwatumia watu wale, kumtumia vile pale, kadudu fulani kakainuka. Alipomaliza ibada akasema hivi, sasa jioni mlete, nitakwenda kufanya mambo makubwa sana kuliko haya. Basi jioni wakawa wamekusanyika watu wengi. Tupo pamoja? Sio umesikia? Wamekuja wengi kwa ajili ya tangazo lake. Amehubiri vizuri kama ninavyohubiri mimi, sawa? Hapa amehubiri vizuri. Sasa asema sasa tutakwenda kuomba. Haya, wagongo wajipange hapa. Watu wakusanyika wengi. Akaanza kuomba. Akaomba njia zake zote anazozifahamu kuomba. Hata kitu hakitokea. Sasa mchungaji aliyemwita anasema kitu gani kimetokea? Mbona asubuhi tumeona hakuna kitu chochote? Yeye mwenyewe akajiona mkavu tu.
Baadaye polepole akagundua kosa lake, akagundua kwamba amechukua utukufu wa nani, na yeye amejiingiza kwamba naye ana sehemu katika utukufu wa Mungu. Hatuna sehemu ndugu zangu, tunapewa kwa neema. Tunapewa kwa neema. Mungu anatuhurumia tu ili tuweze kutumika katika nyumba yake. Hatuna sehemu. Hebu sema sina sehemu. Hatuna sehemu. Ni Mungu tu ametuhurumia ili tutumike tena kwa ajili ya watu wake. Haleluya. Mungu anaposimamisha hapa ni kwa ajili ya watu ambao amewaita ili waweze kubarikiwa na kufunguliwa. Ili anatumia sisi, lakini kazi yote anayofanya ni yeye mwenyewe. Haleluya. Akasema, mchungaji, endelea kuimbisha watu hawa, warudishe, endelea kuimba. Akaingia ndani pahali fulani, alilia machozi makali sana, akatubu, akasema, Mungu unihurumie kwa sababu nimechukua utukufu wako. Mimi sistahili kuchukua utukufu wako. Mimi ni mwanadamu tu, ni chombo ninalotumika, na ni chombo ninalotumika kwa sababu Mungu umenikubali tu. Nimeleta moto mgeni hapa. Nimeleta nani? Moto mgeni. Akalia, akamuomba msamaha Mungu, akainuka. Sasa kile kiburi cha asubuhi hakikwepo tena. Mungu amemnyosha, sivyo? Mungu ana nafasi ya kutunyosha, na turuhusu atunyoshe. Haleluya. Wakati mwingine anapotunyosha panaumiza, lakini tumruhusu atunyoshe. Akitunyosha tutafaa na tutafanya kama Mungu anavyotaka. Haleluya. Akasimama. Sasa sio kwa kiburi, kwamba njoni hapa niende kuombea. Alinyenyekea, akaomba rehema, akasema, Mungu uwahurumie watu hawa. Hakuwa na zile mbwembwe za kuombea, zile ziko mbwembwe za kuombea, hakuwa na mbwembwe zile. Akaomba rehema kwamba Mungu uwahurumie watu wako. Mambo yaliyofanyika pale, tupo pamoja, yalikuwa mambo makubwa. Sawa? Mungu akamjibu. Haleluya. 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 Mungu anasema anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema wanyenyekevu. Unataka neema endelee kuwepo kwako kila siku nyumbani kwako? Hebu jifunze kuwa na hofu ya Mungu. Haleluya. Kama ambavyo tunatakiwa kila siku kwamba Mungu, nahitaji neema yako kila siku. Nahitaji neema kila siku. Naomba neema yako inisaidie. Naomba unishike Mungu. Naomba unishike. Kwa hiyo tunaona hawa vijana walikuwa na mazoea ya kukaa katika huduma na katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Nataka niwaeleze vijana wa kwaya hapa, hatuji kufanya maagizo. Sawa? Ndio maana tunapokuja kumhudumia Mungu, maandalizi yanatoka nyumbani. Tunaandaa kwanza roho zetu, kwa sababu tunakuja kusimama kwa ajili ya kuwahudumia watu wa Bwana, ili Mungu aguse maisha yao. Sisi watumishi, sisi wazee, sisi sote ambao Mungu ametuita, tunatakiwa kicho tunapomwendea Mungu tuwe na heshima. Tumwambie Mungu, wewe peke yako ndio wa kuheshimiwa, ndio wa kupewa utukufu, wewe peke yako. Tunaposhuka Mungu anatuinua. Haleluya. Biblia inasema kwamba huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa nini? Huwapa neema wanyenyekevu. Mwambie Bwana, kuna kiburi chochote ndani yangu napokuja nyumbani kwako, au maisha yangu kuna kiburi, kuna jeuri fulani ndani yako, mpaka nimekuzoea. Mwambie Bwana, naomba kama nimekuzoea, naomba tena unisaidie. Maana unasema kwamba unawapinga wenye kiburi, unawapa neema wanyenyekevu. Mungu nisaidie niwe mnyenyekevu. Haleluya. Mungu, nahitaji kushuka. Unyenyekevu ni kutubu. Unyenyekevu ni kuanguka mbele za uso wa Mungu. Tumeambiwa kwamba wale wazee 24 wanajimwaga taji zao wanapomwabudu Mungu, wanaitwa mtakatifu, wanatupa
taji za heshima zilizonakishiwa vizuri, lakini wanaziangusha kwa Bwana, kwa sababu wanamfahamu Bwana ni nani, wanamfahamu Mungu ni nani. Yeye aliyeumba mbingu na nchi, aliyeumba nyota na milima, aliyefanya vitu vyote, huyo ndiye tunayemwabudu. Ndiye ambaye anatuleta hapa kila siku. Yeye ndiye aliyetuokoa, yeye ndiye anayetupenda, na yeye ndiye tunamwendea. Kwa hiyo tunapomwendea, mioyo yetu tusifike mahali pa kuzoea kama hawa vijana. Mwambie Mungu, niondolee mazoea. Niondolee mazoea. Ndio maana Mungu ameacha kutembea katika kanisa au katika kama kanisa. Ndio maana Mungu ameacha kusikia maombi yako. Una mazoea. Si wale vijana walikuwa wanajiingilia tu na kutoka. Wanasema si moto tu wa kawaida. Tunaweza kuleta. Hata tukiwa tumelewa tunaweza kuingia tu. Kwani si Mungu hivyo? Lakini Mungu alitakiwa kujiseparate, ajitenge na wanadamu kwa namna yote ile. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona walikosa uangalifu na utii wa Mungu. Hofu ya Mungu mara nyingi huwa inaondoka wakati wa baraka na mafanikio. Wakati wa baraka na mafanikio, labda kiuchumi, kihali, hata kiroho. Wachungaji wenye makanisa makubwa, kwa sababu nyinyi si wachungaji, huwa wanajisikia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hapo mnaanza kutengana na Mungu. Hebu nikueleze, Mungu sio lika wako. Tunapamoja, lika unafahamu? Hapa lika ni wale wanaofanana. Kwa hiyo mnaweza kutaniana lika. Wanasema peer group. Tunapamoja? Mungu hawezi kuwa lika. Pili, Mungu hawezi kuwa mshindani wako, kwamba mnashindana kama mke mwenza. Haiko hiyo. Wala Mungu hawezi kujishusha kiwango cha akili yako chini. Haiwezekani. Mungu ni Mungu. Mungu ni nini? Nataka tuelewe, tunapozungumza hofu ya Mungu, tujielewe, tujitambue. Tukiwa na hofu na Mungu tutakuwa na adabu. Tukiwa na hofu ya Mungu tutakuwa na heshima. Tukiwa na hofu ya Mungu tutakuwa watii. Tutakuwa watii kwa Mungu mwenyewe, lakini tutakuwa na watii katika yale tuliyokubaliana. Sasa kama una hofu ya Mungu, ukija saa 7 au saa 6 hapa, umekuja kufanya nini? Umekuja ili mchungaji akuone? Mtu ambaye ana hofu ya Mungu ana nidhamu. Haleluya. Ana nidhamu. Mbona hamsemi amen? Amen kubwa. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hajawahi na hatawahi kuwa lika yako. No. Wala hamtafananishwa kwa lolote. Nimetoa mifano ya mchungaji ambaye alijaribu kujifananisha. Unamfahamu Musa? Mungu alipomwambia tulete moto, tulete maji, Mungu alimwagiza kwamba utapiga mara moja ule mwamba. Akasema, nyinyi Waisraeli leo mmenisumbua sana. Kwa hiyo sasa tutakwenda kukuwaletea maji. Musa, tuna pamoja. Lazima tufanye nini? Sasa tutakwenda kuwaletea maji. Kosa. Aliambiwa piga mara moja, akapiga ile fimbo, akapiga mara ngapi? Mara 2, akapiga. Mungu hakutaka kumwajibisha mtumishi wake. Maji yakafanya nini? Yakatoka. Lakini hakwenda kwenye nchi ya ahadi. Haleluya. Hakwenda kwenye nchi. Sasa mimi wakati ninaposoma Biblia nasema, huyu Mungu namna gani? Yaani heshimu. Nikwambie, mwanadamu ni mwanadamu na Mungu ni Mungu. Ni kweli. Musa alifanya miujiza Misri mpaka aliwatoa na Waisraeli. Ni kweli. Musa alipiga fimbo, maji ya bahari ya Shamu iligawanyika. Ni kweli. Na mambo kadha wa kadha aliyofanya, lakini hicho kitu cha kujiweka sawa sawa na Mungu kilimuondolea sifa ya kuwaingiza wana Israeli wapi?
Kanaani. Akasema hutaingia. Mungu alijisikia vibaya, alikuwa displeased. Mungu alikuwa hajafurahishwa. Haleluya, haleluya. Mungu alikuwa fanya nini? Hajafurahishwa. Kwa hiyo Mungu hawezi kujireduce. Tupo pamoja? Kamwe hawezi kujiweka chini yake mwenyewe, chini hapa. Haitawezekana. Wewe ni mwanadamu kiumbe tu na Mungu ni Mungu tu. Haleluya. Nani anaimbaga ule wimbo anasema Mungu ni Mungu tu? Sasa nimeanza kuelewa. Anaimbaga namna gani? Nani anaimba anafahamu? Mungu ni Mungu tu. Nani anakumbuka? Unasemaje? Umeusahau? Mungu atabaki kuwa Mungu na mwanadamu atabaki kwa kiumbe aliyeumbwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka heshima. Ule mstari wa 3 anasema hivi, ndipo Musa akamwambia Haruni, ndipo Musa akamwambia Haruni, jambo hili ni hilo Bwana alilonena akisema, nitatakaswa mimi katika hao wanaonikaribia, nami nitatukuzwa mbele ya hao wote. Haruni akanyamaza kimya. Hapa neno linatumika hapa, maana yake katika Biblia ya Kiingereza. Hebu soma nani? Pendo hapa. Yeah. Kwa hiyo anasema nitatakaswa, nitaheshimiwa kwa watu ambao wananijia. Anasema hapa nitafanya nini? Nitatakaswa. Anasema nitatakaswa mimi katika wanaonikaribia. Haleluya. Wanaonikaribia nitatakaswa, si vinginevyo. Mstari wa 10 anasema hivi, kisha aliwataka watu hao wapambanue kati ya mambo yaliyo matakatifu na hayo ya kawaida. Mtu wa Mungu, kila siku unatakiwa upambanue. Kama ni ofisini, kama ni kwenye biashara, upambanue yaliyo matakatifu na mambo ya kawaida. Haleluya. Mambo ya kawaida mengine yanafanya ya nini? Funika yanakona kona namna hii. Lakini kama mtu wa Mungu ambao umeitwa kwa jina lake, anasema utambue kutofautisha kati ya mambo nini? Matakatifu na mambo ya kawaida. Kwa hiyo ili wakati wote uchuchumilie yale ambayo Mungu amekuitia. Anasema kwamba yaliyo matakatifu na hayo ya siku zote, na kati yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Unataka utofautishe yaliyo matakatifu, yaliyo najisi na yaliyo safi. Mungu anasema kwamba atatakaswa. Mungu anataka nini kwako? Tunakaribia kumaliza. Zaburi 119 mstari wa 20. Zaburi 119 mstari wa 20. 120. Daudi anasema hivi, mwili wangu unatetemeka kwa kukucha wewe, nami naziogopa hukumu zako. Kwa hiyo Daudi anasema ninapokwenda kwako Bwana, na ndicho kilichomfanya pamoja na makosa yake na ujeuri wake, lakini anapomwendea Mungu anasema mwili wake unafanya nini? Anafanya nini? Anafanya nini? Anasema hivi, mwili wangu unafanya nini?
Anasema kwamba mwili wangu unatetemeka kwa kukucha wewe, kwa kukuogopa wewe. Anasema nami naziogopa hukumu zako. Huu ndio moyo tunaotakiwa kuwa nao. Tusijaribu kumzoea Mungu. Unaweza kuzoea watu wengine, tupo pamoja. Chumba chako unacholala unaweza ukizoea sana, tupo pamoja. Na shughuli nyingine unaweza kuzizoea. Lakini Bwana Mungu anataka kila siku tunapomwendea. Unajua tukifanya hivyo, Mungu ataanza kuleta vitu vingine vipya tena. Ataanza kutupa tena neema nyingine zaidi. Ataendelea kutufungulia mambo mengine zaidi. Anataka watu walionyenyekea. Mungu anapatikana pa watu walionyenyekea. Analeta vitu vingine wanaomuogopa kila siku. Haleluya. Samsoni akajidanganya kama siku zote. Akasema naweza kuzini lakini nikatenda miujiza. Wala haina shida. Alikuwa ameenda kwa Delila huko, akafanya matakataka yake. Walipomkamata, anasema kamba aliyomfunga ilikuwa kama uzi ulioungua. Anafanya anaondoka Samson. Hakufanya hivyo mara moja au mara mbili, lakini anaendelea mambo ya mtaani. Anafanya nini? Hebu sema mambo ya mtaani. Aliendelea kuwa nayo. Mambo ya barabarani aliendelea kuwa nayo. Mama yake anasema, wewe Samson wewe. Asema nini? Nguvu za Mungu unaziona? Nimechoma mbweha. Wameunguza ngano za Wafilisti. Nimeondoa lile lango la Gaza, nimelibeba, nimetupa kule. Na unataka kuniambia nini? Hofu ya Mungu hamna. Mtu ambaye hana hofu ya Mungu, kutenda dhambi za siri na za wazi ni rahisi. Lakini ukiwa na hofu ya Mungu si rahisi. Sema amen. Naona kama nimemwagia maji hapa. Tuna pamoja. Naomba Mungu akuinue tu. Haleluya. Mwambie nainuliwa kwa neno la Mungu. Haleluya. Ninatakaswa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linapokuja linakuja kututakasa na kutufungua na kutuweka huru. Tujitambue tunahitaji kuwa na hofu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Samson akazoea. Siku ile waliponyoa nywele sasa ndiye alipoona. Anasema alifanya kama anafanya nini? Alifanya siku zote. Alipojaribu kufanya hivi, wapi? Hawezi. Mungu amemwacha. Mungu amefanya nini? Amemwacha. Nataka nikwambie siri nyingine. Adhabu kubwa ya Mungu huwa inafanyika wakati hali ya kiroho inapokuwa juu zaidi. Kwa sababu ufahamu wako wa rohoni unakuwa juu. Tupo pamoja? Siku moja kule Mwembetoga tulikuwa tumefunga, sijui tulifunga siku 10 ngapi pale. Sasa siku ya mwisho ndiyo ilikuwa mbaya kuliko zote. Kwa sababu tuliishia kwa kugombana. Mzee Mboya akamlaumu mchungaji. Mchungaji akamlaumu mwimbishaji wa sifa. Mwimbishaji wa sifa akamlaumu kiongozi wa ibada wa Sunday school. Kwa sababu mambo yaliharibika, tulitoka kufunga. Kitu gani kimeingia pale? Baada ya ule ugomvi tukakaa tuanze kupatana tena. Tupo pamoja. Haleluya. Kwa hiyo wakati ambapo tuko hali ya kiroho, shetani huwa hawi mbali, na hali ya kujiinua hawi mbali, inakuwa karibu sana 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 sana. Ukiona umebarikiwa sana, basi endelea kujikuguta. Mwambie umenibariki. Haleluya. Nimefanya kazi yako, lakini Bwana umeniwezesha. Haleluya. Sio sasa ndio unasimama na matangazo na mabango. Bila mimi nisingefanyika, hiki kisingefanyika. Unasimama pale. Haleluya. Mungu atusaidie. Unanielewa ninachosema? Mungu anagusa moyo wako. Mungu anaguse moyo wako. Ninazungumzia kuhusu hofu ya Mungu. Daudi anazungumza hapa, anasema kwamba mwili wangu unatetemeka. Mwili wangu unatetemeka ninapokucha wewe. Ninapoenda kukuabudu. Sikuzoei kama jana. Usijaribu kumzoea. Kama jana alikubariki sana, ulinena kwa lugha, ukanena na lugha za mbinguni, ukaona matendo ya Mungu, umeshuhudia watu wamekuja, ukaanza kujivuna, lakini leo unasema kwamba nakuhitaji tena Bwana.
Natakuhitaji tena Bwana. Niongeze tena Bwana. Nataka kutumika zaidi. Nataka uniongoze zaidi. Unajikung'uta, unajua kujikung'uta? Unajikung'uta. Utukufu ni wako. Unaona wakikuinua sema, sasa tunamuinua mjidisi wetu mkubwa hapa. Afu na unasema ndio, umeona? Lakini kama Mungu anakutumia, shuka sana. Hebu sema haya, shuka. Hofu ya Mungu. Mungu ndiye atakuongezea zaidi. Nimesema wakati tunapobarikiwa ndivyo kiburi huwa kinaingia. Tunapotiwa nguvu ndipo kiburi kinaingia. Haleluya, haleluya. Tusome tena na tunakaribia kumaliza. Isaya 66 mstari wa 2. Isaya 66 mstari wa 2. 66 mstari wa 2. Isaya ni mlango wa mwisho kabisa. Mstari wa 2 unasema hivi: maana mkono wangu ndiye uliofanya vitu hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea. Hebu nisome vizuri zaidi. Anasema hivi: maana mkono wangu ndiye uliofanya vitu vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Pale B anasema hivi: lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye alisikiapo neno la Bwana. Unaweza kuinuka hapa, inawezekana uko hapa sema, si hayo tunasikiaga kila siku. Tunasikiaga hayo kila siku. Na hasa wahubiri wanasema kwamba ataanza pale, ataenda kona ile, alafu atamaliza. Si mnakuwa mmezoea tu pamoja. Lakini kumbe wakati fulani Mungu anapenda kuzungumza na wewe. Haleluya. Anasema hivi: mtu huyu ndiye nitafanya nini? Nitamwangalia. Nitakayefanya nini? Nitakayemwangalia. Anasema anayefanya nini? Aliye mnyonge, atetemekaye asikiapo neno langu. Tulikuwa na bwana moja, tulikuwa tunasoma chuo cha Biblia. Sasa wale watu wa degree ile walituletea vitabu vya mwanzoni vilikuwa rahisi. Basi nilikuwa namuona yeye anachukua kitabu kimoja, naelewa. Kinakuja kingine, naelewa. Sasa mtihani ilipokuja ikampiga kweli ile alielewa tena. Mtu yule aliye mnyonge, Mungu naomba atuvike moyo wa unyonge. Mungu atuvike moyo wa pondeka. Mungu atuvike moyo wa unyenyekevu. Mungu atuvike moyo wa kushuka. Tumalizie katika Kutoka 10. Kutoka 10:12. Kutoka 10:12. Sio Kutoka, Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 12, 20 na 21. Kumbukumbu la Torati 12. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho
yako yote. Mstari wa 20 na 21 asema, mche Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye na kuapa kwa jina lake. Yeye ndiye fahari yako, yeye ndiye Mungu wako, aliyekutendea mambo haya makubwa ya kutisha uliyaona kwa macho yako. Haleluya. Unaweza kusimama hapo ulipo. Namtafuta Yesu akae moyoni, namtafuta Yesu akae moyoni. Yesu Bwana karibu ingia, moyo unataka. Yesu mwana wa Mungu karibu ingie, moyo unataka. Natafuta ushindi ukae moyoni, natafuta ushindi ukae moyoni. Ushindi wa Bwana karibu ingia, moyo unataka. Hebu nyosha mkono wako, mwambie Baba. Sema, Baba, nimesikia neno lako, limegusa maisha yangu. Ninakushukuru kwa upendo wako, kwamba umejifunua kwangu kwa namna pekee mchana huu leo. Ninakushukuru, nimekutambua, nimekujua kwamba Mungu hufananishwi na kitu chochote. Wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mkuu, mwenye nguvu zote, lakini unanitaka mimi niishi maisha ya kukuhofu wewe. Ninakushukuru katika jina la Yesu. Hebu endelea kuomba. Robo papaya sikitita. Asante Baba, asante Mfalme, asante Mungu wetu, asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu unayeokoa, asante Mungu unayeponya, asante Mungu unayetakasa, asante wewe uliye wa kweli na uzima. Ninakushukuru, ninakutukuza. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mungu akuumbie moyo uliopondeka, Mungu akuumbie moyo uliopondeka. Endelea kujiombea, mwambie tu Mungu vile unavyojisikia. Mwambie Mungu, niumbie moyo uliopondeka, niumbie moyo unaopondeka. Kuna wakati tunajisahau kama wanadamu. Baba unisaidie, Baba unisaidie. Wakati ambapo nitafanya vizuri, ubaki kuwa Mungu tu. Wakati ambapo watu watanishangilia, ubaki kuwa Mungu tu. Wakati kila kitu kitakuwa sawa, nisiinuke Baba, bali wewe uchukue nafasi yako. Hauwezi kuwa kama mimi, na kamwe haitakuwa hivyo. Utabaki kwenye nafasi yako ya Mungu, na mimi pasipo wewe si chochote. Bwana, katika jina la Yesu nisaidie. Tusaidie kanisa lako Bwana, tusaidie, wasaidie watu wako, wasaidie watumishi wako, wasaidie watu wako ambao Bwana umewaita kwa ajili ya utumishi. Baba, kuna wakati tunajisahau, tunafikiria kwamba ni kwa sababu ya maombi tuliyoomba, ni kwa sababu ya bidii zetu, ni kwa sababu ya ujanja, bali ni kwa sababu yako tu wewe Bwana, uliyetuchagua, uliyetusaidia, uliyetuwezesha, uliyetufanya tukawa hivi. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, kwa jina la Yesu. Ni wewe, ni wewe. Tusikusahau Mfalme, tusikusahau wewe Bwana. Tukukumbuke kila wakati, tukumbuke kurudisha utukufu wako. Tukuche wewe, tukuhofu wewe Bwana. Hata wakati ambapo mambo yamekaa vizuri, tutambue ya kwamba ni wewe. Mambo yakikubali, tutambue ya kwamba ni wewe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, msaidie mama yule, baba yule, kijana na binti yule. Bwana, tusikusahau, 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 kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakati ambapo Bwana utafanya miujiza na ishara nyingi kupitia mikono yetu, tusisahau ya kwamba ni wewe uliyeamua kufanya hayo yote.
Tusisahau ya kwamba ni wewe uliyeamua kutumia sisi tulio dhaifu, uliyetuchagua kutoka mahali pasipokuwa na maana, ukatufanya hivi tulivyo kwa utukufu wako. Tusisahau. Rabababa shalebrados kavala ya mandara baba shete. Oh riabaladus keveria mandara baba baba sika. Oh riabarantos ya parades